Bwana asifiwe, ninawasalimia katika jina la Yesu. Leo nimepata neema ya kuja kumuona mama yangu. Mama yangu ambaye ni mama yake pia na Onestani. Huyu ni mama yangu mkubwa. Kwa kweli, nina kila sababu ya kusema Mungu ni mwema. Na ukiona mama, umri huu ambao umefika hapa, na mambo mengi ameyaona. Yaani, kwanza nilivyosikia amekuja Dar es Salaam kwa kaka yangu. Kaka zangu Onestani, kaka zangu Eriki. Watu ni watu ambao waligusa maisha yangu. Kuna mahali waligusa kwenye moyo wangu. Na mimi nikasema lazima nihakikishe hata mama amekuja kuwatembelea, na mimi lazima niende kumuona. Yaani kwa kweli Imana niyeza cyane, na Imana ni urukundo. Mimi kwa sababu huyu ni mama yangu mdogo na ni mama yangu mkubwa, sio mdogo, kwa sababu mama yangu mimi mama alifariki, lakini mama yangu na yeye mama alikuwa ni mdogo. Mama alikuwa ni mdogo, na kwa kweli mimi nimefurahi. Binafsi mimi nimefurahi. Mama wewe umefurahi? Sushinye. Kwa sababu bacumugane bagamba. Yaani urukundo au amahoro. Amahoro yarasuma umuseke. Hapo urukundo kukurabana ni rwiza cyane. Yaani rusole na ni rwiza cyane. Kwa hiyo jamani, watu wote mnaoelewa, wapo ndugu. Kuna ndugu, kuna watoto wa Onestani, watoto wa Eriki, watoto wa Kiduguda, watoto mbalimbali, hata ndugu wengine. Damu ni nzito kuliko maji. Kwa hiyo ukiona tuko hapa nimepiga picha hivi, maana yake ipo damu. Damu huwa siku zote haipoteagi. Na ndio maana ukiona damu ilipomwagika, ujue ya pale damu kuna uzito. Kwa hiyo watoto wengine wanaozaliwa bado wadogo, wanaweza sijue kwamba hawa watu wana ndugu gani? Mbona sielewi? Ipo damu. Damu ni nzito kuliko maji. Wako wadogo wakina Tasia, akina Asa, akina Abraham, akina Anita, watoto wengi, akina Lea. Kwa hiyo natamani sana uelewe hicho. Wako wengine wadogo, wengine wanaweza sielewe, lakini sisi ni damu na sisi ni ndugu. Na huyu ni mama yangu. Huyu ni mama yangu, unapomuona huyu mama ni mama yangu kwa kweli. Yaani nikiangalia hata wakina Onesta, kuna vitu vingi wamefanya kwenye maisha yangu. Nakumbuka hata baba alikufa. Siku ya baba amefariki Dar es Salaam, ambaye Onestani anayemzaa ni mama huyu ndo mama. Onestani alishukua daftari la rambirambi, akaenda kuzungusha, tukazungusha wote Kariakoo. Tulipata karibia sio chini ya milioni 1,400,000 kama na 65. Nikapata vizuri, nilipata faraja. Alisimamia kupata nafasi kwa sababu ya kuja kijijini. Naomba niondoe tofauti. Mwingine anaweza kusema kwamba sijamuona Eriki, sijamuona Onestani. Hao watu hata kama wasingefika, kuna kitu kikubwa wamekifanya, na kupitia wao kuna mambo mengi mazuri nimefanikiwa, kuna maisha nimebarikiwa, na kupitia mikono yao hata kwenye kanisa kuna wengine niweza kuomba hata mchango wa kutoa, lakini wamesupporti. Hata Eriki pia alinipa 50, na wengine walifanya. Nesa alitoa mirunda mingi, ni kaka yangu. Kwa hiyo ninamheshimu na ninampenda. Nimeweka hivi ili watu muelewe, ili mjue kwamba huyu ni mama yangu. Mama yangu
Au labda mama waelezee. Hebu niambie. Waelezee watu. Uli mama nje. Ndi mama mene. Kulinde hivi mama na baba, yani mama wanje na wewe, yani mvukana kwa linde. Kwa linde baadawe wanavuka. Baadawe. Dawe dawe wa mama. Kumwena dawe wa na dawe wa mama kandi. Manake baravuka ninda imwe. Okay. Jamani ngoja niwaambie. Nilikuwa bado mdogo. Nilikuwa sielewi, lakini baada hapo nimefahamu. Kumbe mama yake, baba yake wa mama huyu na baba yake wa mama yangu mimi walikuwa wanatoka tumbo moja. Na ndio maana huyu ni mama. Kwa hiyo nafikiri mmeelewa. Watoto wote mmeelewa. Msije mkasema kwamba huyu ni mama yangu. Na ndio maana hata niliposikia amekuja Dar es Salaam nikaja nikamuona. Na hata ndio maana hata brother hata kienda kijijini lazima afike nyumbani kwetu. Na hata alipoenda kijijini mwezi ule wa 3 nakumbuka alifika nyumbani kwetu, akaenda kwa Sauli, kwa jina lingine Kiruga kwa Tinya, akaenda kumuona, akafika pale nyumbani. Maana yake ile ni damu haijawahi kupotea. Na kwa kweli mimi nimefurahi. Na hapo napoona nipo kwa Honesta, kaka yangu hapa nyumbani kwake, kaka yangu. Kwa hiyo nikaona kwamba niwashe pikipiki nije usafiri moja kwa moja kumuona mama. Huyu ni mama yangu na ninampenda. Tena nampenda na sijawahi kwenda kijijini nikashindwa kukanyaga. Mama simesha kanyaga. Naambia sikuli nikuli. Kwa hiyo nakumbuka hata mara ya kwanza nafanya mkutano wa Injili. Viti vile vyeupe unavyoviona kwenye pale madhabahuni. Pale siku ile kwa sokoni nilivitoa kwa mama hapa. Kwa mama mwanae Kiduguda alinipa viti, mama akanipa viti, akasema peleka naenda kuhubiri Injili. Kwa hiyo kazi ya Mungu ni kubwa na huyo mama ameokoka. Tena ameokoka kweli kweli. Yaani anampenda Mungu na anasali FPST. Na ameokoka kweli kweli na anampenda Mungu. Kwa sababu wito, wokovu ni wa mtu binafsi, hauhusiani na mambo ya mtu yoyote. Lakini wokovu ni wa mtu binafsi na wokovu ni mzuri sana. Mimi nimefurahi na nitaendelea kufurahi na siku zote na nitaenjoy. Yaani najisikia vizuri hata kama mama yangu ashafariki. Ninapoona mama zangu wako hapa. Wapo mama zangu wengine wadogo. Waliozaa tumbo moja, watoto wa kina Leonard, mama zao na kina Leonard, kina Aaron, mama zao na kina Eliudi, wako wengine wamezaliwa huko Kasulu huko. Wako wengi, wengine mama zangu wadogo Nguruka, wote niwapenda. Wako wengi. Kwa hiyo jamani, sisi tunapendana na mama yangu ninampenda, kaka zangu wote nawapenda na ninawathamini. Moyo wangu sina cha kuwalipa. Kwa sababu kutoa ni moyo, si utajiri. Kwa hiyo moyo nilionao ni huu wa upendo. Tena upendo wa dhati na upendo wa damu. Mungu awabariki sana, tena awabariki. Naitwa Apostle Jacob Mnyaga. Apostle Jacob Mnyaga au Pastor Jacob Mnyaga au mwimbaji wa nyimbo za Injili Tanzania. Mungu awabariki na awabariki sana. Amen. Amen.